nimeisoma katiba yenu Chadema vizuri tu. Vizuri kabisa. Revised edition ya 2019. Yes. Na kwenye katiba yenu mna vikao vya mna mamlaka za nidhamu. Yaani mnazo mamlaka za nidhamu mbalimbali. Hakika. Kwa vyeo mbalimbali. Nimeona kila ikitokeaga purukushani sisi yenu inakaa. Yaani ile kamati yenu kuu inakaa, alafu inawatimua watu. Yaani inakaa kama mimi nilikuwa kule Jamii Forum naandika, inakaa kama a kangaroo court. Zile taratibu zote ambazo mmeziweka kwenye katiba hamzifuati, mnawatimua watu kwa hoja kwamba hili ni la dharura. Hili ni la dharura. Kwa hiyo kuna dharura nyingine, kwa mfano wakati wanawatimua wale 19 wamewatimua wale wadada 19 waliokuwa wanawaita COVID. Wamewatimua kama vile ni jambo la haraka mno. Ilikuwa ni mwaka ule wa uchaguzi. Alafu wamekuja kukaa mpaka miaka 4 mpaka bunge limemalizika wakiwa wabunge. Kwa hiyo nikasema mnapata nini katika hizi sina uhakika kama walimaliza wakiwa ni wabunge. Kwanza mnajua hizi katiba sisi tuliweka mamlaka za nidhamu za kuanzia huko chini mpaka juu, na kwa ngazi ya taifa mwenyekiti wa hizo kamati za nidhamu huwa ni makamu mwenyekiti. Kwa hiyo kila makamu mwenyekiti ni mwenyekiti wa kamati ya maadili ya chama taifa. Kwa hiyo issue zote zinazohusiana na discipline zinakwenda kwenye kamati yake. Sasa ukiachana na huo utaratibu kwa kifupi tu, ukiachana huo utaratibu kwenye katiba kuna kifungu pia kimeipa mamlaka kamati kuu ya chama kama chombo cha utendaji cha kitaifa. Sawa, kuchukua hatua zozote zenye kuchukua mamlaka yani nawezi kumfukuza mtu wanachama bila kufuata ule utaratibu mwingine ambao upo. Tunasema kwenye kila general rule kuna exception. Yes. That is the exceptionality ya kwenye katiba yetu. Kwa hiyo inategemea na jambo limekujaje. Yaani uko hapa kwa mfano tunasema sisi hatukupeleka majina, halafu unaona kuna watu wako huko wanaapa. Hilo jambo la kawaida au la dharura? Sasa chama kinafanya nini? Chama kina invoke hiyo power. Au achana na hiyo. Kwa mfano leo una kiongozi au mimi hapa. Ni kiongozi kabisa na niko ngazi ya taifa pale. Nikafanya mambo ambayo yako kinyume na utaratibu. Nianze kutukana chama au nianze kufanya mambo ambayo ni violation ya katiba. Chama hakiwezi kikasubiri ule utaratibu nipewe sijui maelezo nifanyeje, wakati huo napewa huo muda naendelea kuumiza chama. Haiwezekani. Kwa hiyo chama lazima kichukue hatua za dharura. Kwanza kidiri na mimi, alafu utaratibu mwingine utafuata baada ya kuwa chama kimeokolewa. Kwa hiyo essence ya hiyo provision ni hiyo, kwa ajili ya kulinda hii taasisi. Kwa sababu usipoweka hiyo, kuna watu watakuja na watatumia huo muda. Wanaendelea tu kudamage chama, watadamage afu nyewe mnasema bado tunafuata utaratibu. Unajua zile siku za kumpa lete maelezo bado. Yeye kila siku yupo tu. 14 yeye anaendelea tu. Tuwezi kwenda hivyo. Kwa hiyo tukaweka hiyo provision makusudi kabisa. Sasa labda nataka nikuulize kidogo. Ngoto. Ndio. Nataka nimuulize kidogo ili tutoke huko tusirudi. Kwa haraka tu Garubini. Tumalize hapa sasa tuende kwenye phase nyingine. Kwa haraka. Kwa mfano baada ya nyinyi kuona wameapishwa na huku chama hakina barua, hakijaandika barua. Niliona Mnyika akisema hajasaini barua. Ina maana kwamba wameapishwa kwa forgery. Nyinyi kwa nini hamkwenda polisi kushtaki kwamba bwana tunahisi kuna forgery? Mpaka shughuli imemalizika hamjawahi kwenda kushtaki ili mpewe mamlaka. Hii inaitwa kesi ya Ngedere kumpelekea. Kesi ya Nyani kumpelekea Ngedere. Wote wezi wa mahindi. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunajua kwamba walichokifanya wao wanakijua. Na hata kama tumesema hayo maneno yalitosha pia jeshi la polisi kulinvite na likafanya investigation on that criminality ya forgery. Kwa sababu forgery hiyo ni criminal cases. Sawa, sio civil cases. Sasa kama sisi shtaki polisi hawaji. Hata sisi tunaposhtaki, unajua watu wengi hawaelewi. Kwenye kesi za jinai hata ukienda kulalamika, still wewe sio mlalamikaji. Mlalamikaji ni jamhuri. Wewe ni shahidi tu. Ni kweli. Kwa nini sasa kwa nini mtu asingechukua? Kwa nini hayo mamlaka hayakutumika? Sawa? Ya kufanya alafu akwambia
katibu mkuu wa Chadema, wewe ulisema hujasaini hapa, tunaomba uwe shahidi kwenye hii kesi ili sisi tuweze kuprove kwamba kwenye hili jambo kuna hiyo foja lilifanyika. Wao hawakufanya hayo, majibu wanajua wao wenyewe. Lakini sisi kama tumepitisha kwenye vikao vyetu vya chama na tumechukua hatua na tumemfukuza mtu, afu wenyewe wakasema huyu ataendelea kuwa mbunge, hilo sasa ni jambo lingine, ni lao. Waliamua kuwa na watu ambao hawana chama, wao wanajua walipowachukua. Lakini sisi kwenye mfumo wetu nilikuwa ni lazima tuchukue hatua, na ndio utaratibu wetu sisi wa chama. Tunachukua hatua bila kuzingatia ni mtu ni nani kafanya hivyo, ana ukubwa gani, anaungwa mkono na watu wangapi, kwa sababu tunaamini kwenye zile principles zenyewe za chama. Na nachoshukuru tu chama changu ni kwamba kwenye masuala ya misingi yanasimamiwa bila kuangalia mtu usoni, no matter itakuwa ni italeta shida kiasi gani, lakini kanuni ni kanuni tu, inakata mbele na nyuma, uwe ni bosi uwe ni mtoto, utasekwa tu ndani. Sasa haya, wakili msomi Garubindi, sasa tutoke hapo kwenye mjadala huu hiyo kesi ya madai. Haya, tuangalie na kurudisha sasa kuzuiwa kwa BAWACHA kuadhimisha siku ya wanawake duniani ambayo walifanyia Musoma. Yes. Hii ilitokana na amri ya mahakama inayozuia shughuli za kisiasa za chama cha Chadema hadi shauri la msingi litakapomalizika. Sasa lakini tulishuhudia polisi waliingilia kati na wakafanya maadhimisho yale yakawa magumu isivyotarajiwa. Kwa mujibu wa sheria, Juni 10 mpaka Disemba 10 lile zuio lilikuwa limemalizika. Sasa hiki ambacho tunaendelea kukishuhudia, BAWACHA kuzuiwa kuadhimisha siku ya wanawake, inalenga nini? Tuseme hivi kwamba maana yake ni nini, inatafsiri nini kisheria? Maana yake kwa mujibu wa sheria zuio limekoma, lakini pia BAWACHA ni separate entity. Chama kimezuiwa kufanya siasa, lakini tunashuhudia BAWACHA pia nao hawaruhusiwi kuendelea na shughuli zao za kisiasa. Sio, ngoja nikusaidie. Kwanza BAWACHA sio separate entity. BAWACHA ni mojawapo ya mabaraza, ni arms, yani mkono tu wa chama. Ni wing mojawapo ya chama. Sisi tuna wing 3. Okay. Wakina mama, wazee na vijana. Ndio. Kwa hiyo BAWACHA ni mojawapo ya hizo wings ambazo ziko chini ya chama. Kwa kama arm tu. Ni mkono tu mojawapo. Lakini unajua kwamba kila tarehe 8 Machi wakina mama wote duniani wanaadhimisha siku ya wakina mama duniani. Sawa. Na sasa swali lako liko kwenye zuio la mahakama. Unajua shida tulionayo, na hapa nakubaliana pia kwa mara nyingine na askofu wa jimbo la Musoma. Jeshi la polisi linatakiwa kufumuliwa hili. Na sio jeshi tu la polisi, ni mfumo mzima wa haki jinai hapa nchini. Unatakiwa kuwa reformed kabisa. Tuna watu ambao wako kwenye mamlaka lakini weledi wao nina wasiwasi nao. Aidha ni kwa kutokujua au ni kwa sababu za kisiasa. Sisi tulishawaambia. Nilipokuja hapa mara ya mwisho nilisema kesi ya Said Isa Mohamed dhidi ya bodi ya wadhamini wa chama na katibu mkuu wa chama ni kesi ya jinai, ni kesi ya madai. Ni kesi ya madai, sio? Ni civil case. Si ni civil case. Jeshi la polisi waliingiaje kwenye civil case? Kuenforce order za civil case. Na walipelekewa na nani hayo maombi ya kuomba wa enforce order ya civil case? Hiyo wanayoita wao zuio la mahakama. Jeshi la polisi walipelekewa na nani? Na tuliwaambia kwenye waraka uliokuwa umetolewa na mwanasheria mkuu wa chama Daktari Rugemeleza Nshara, wakati tunawajibu polisi Mbeya, kwamba hata hilo zuio lenyewe miezi 6 ilishaisha na hawa wenzenu hawakwenda hata kuomba kwamba tunaomba lile zuio liendelee, na tukawaambia hizo sheria hatukuandika sisi. Sasa tunaonyesha tu kwamba kuna sheria ile pale. Kama kuna mtu anahoja kinzana tuambie hiyo sheria ipo, lakini kuna sheria hii hapa ndo tunayosimamia. Aseme ni ipi? Na tukawaambia hilo zuio kwanza lilishaisha. Nyinyi mnasababisha matatizo tu ndani ya hii nchi bila sababu za msingi. Tukasema hivyo. Bado jeshi la polisi halikuelewa. Katoka kiongozi mmoja huko Mzima akasema amewazuia. Unawazuia kina mama kusherekea siku hii, yaani kuungana na wakina mama wenzao duniani kusherehekea siku ya mwanamke. Wewe unawazuia. Okay. Sasa hebu tujadili hii concept simple tu.
tumesema essence ya hilo zuio ambalo wanasema, aliyelalamika Saidi Isa Mohamed alimshtaki nani? Baraza la wadhamini. Hivi baraza la wadhamini linamiliki wanachama? Linamiliki mali za chama. Kifungu cha 41 cha sheria ya vyama vya siasa kinasema a political party which has obtained a certificate of full registration shall appoint a board of trustees to manage the properties and any business or investment of the party. Kazi ya baraza la wadhamini la chama ni kufanya tu management ya mali za chama au masuala ya biashara au uwekezaji wa chama cha siasa, sio mambo ya wanachama. Bodi ya wadhamini inafanya siasa? Bodi na chama cha siasa ni vitu viwili tofauti. Ukishaleta malalamiko yako kuhusiana na rasilimali za chama na kila kitu, ni lazima ushtaki bodi, kwa sababu ndio wenye nini? Ndio wenye hizo mali. Lakini wanachama including BAWACHA hawamilikiwi na hiyo bodi, na wala bodi haifanyi siasa. Kwa hiyo kuna huo utofauti na upotoshwaji watu kuzani kwamba eti chama kimezuiliwa. By in fact hata huyo mwenyewe aliyetoa uamuzi sijui yeye alielekea wapi, lakini unaizuia bodi ya wadhamini kwa mfano kufanya shughuli za kisiasa. Ulipaswa kuwa umeenda maili moja mbele zaidi kujiuliza wewe uliyeomba hiyo amri kwamba hivi hiyo bodi ya wadhamini huwa inafanya shughuli za kisiasa ili uweze kutoa ile amri. Ngoto, huyu bwana kuna hoja ameileta, tukija kuijadili itakuja kuwa ni hoja ya moto. Ameileta hoja ya kuangalia uadilifu wa majaji wetu. Mimi hilo wakili Garubindi, hilo mimi nimeliandikia sana makala. Yaani uwezo wa majaji wetu kutafsiri sheria. Baadhi ya majaji ni Mungu saidia. Sasa mimi ndio nasema, sasa pamoja na hayo yote, okay, umeamua kutoa amri, umezuia bodi ya wadhamini wa chama upande wa kwanza na katibu mkuu wa chama, si ndio wadawa kwenye hiyo kesi? BAWACHA wanaingiaje? Au hao wanachama wengine ambao mnataka kuwazuia kufanya hizo shughuli wameingiaje? Kama bodi imezuiwa kutofanya siasa, fine, ikae. Hata hivyo ilikuwa haifanyi siasa, sio? Kama umemzuia katibu mkuu wa chama kutofanya siasa, fine, akae na asifanye siasa. Vipi mwenyekiti wa mkoa? Yupo kwenye hiyo kesi? Vipi mimi mwanachama wa kawaida? Nipo. Yule mama wa kawaida wa kazura mimba ambaye ni mwanachadema anayetaka kuungana na akina mama duniani kuadhimisha siku yao, unamzuia asifanye hivyo eti kwa kujificha kwenye kivuli, yani kwenye kichaka kinachoitwa eti kuna zuio la chama. Zuio? Unamzuia nani? Sasa haya mambo sema yala, haya mambo sisi ndo tunayasoma kinagaubaga, wenzetu yani hawawezi kupita hapa wakasoma. Mbona ni maandishi ya kawaida tu yameandikwa? Labda sasa wakili Garubindi, labda shida nini?